Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 12, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 19, aya 9 hadi ya 11, na ile ya 14 hadi ya 21, na ile ya 31 hadi ya 36. Na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 7 aya ya 6 na ile ya 12 hadi ya 14. Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 7 aya ya 6 na ile ya 12 hadi ya 14. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao, wakageuka na kuwararua. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesongwa iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika injili tuliyoisikia hivi punde inatupa mafundisho mbalimbali katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni namna ya kuishi na wengine. Katika aya ya 12 ya injili hii ya Mathayo sura ya 7 inasema, basi yoyote mnayotaka mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Katika sehemu hii ya injili tunajifunza kanuni ya dhahabu kwamba ninachotaka kutendewa na wengine, nami niwatendee wengine vivyo hivyo. Hivyo kama ninapenda kusamehewa, kuheshimiwa, kusaidiwa katika shida, ni wajibu kufanya hivyo pia kwa wengine. Pia tukisoma katika injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 40 inasema, amin nawaambia, kadiri mlivyomtenda mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Hii ina maana kuwa tunavyowatendea wengine vitu vibaya au mambo yasiyofaa kama unyanyasaji, kudhulumu mali zao, kushuhudia uongo dhidi yao, yote hayo tunapoyatenda kwa wengine tunamtendea Kristo. Hivyo katika siku ya leo tunaalikwa kujiuliza, je, tunawatendea wenzetu yale tunayotaka kutendewa? Na je, tunawatendea yale yanayofaa? Hivyo basi katika siku ya leo tunakumbushwa kutenda mema kwa wenzetu na kupendana sisi kwa sisi kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotupenda hata akajitoa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Jambo la pili tunalolipata katika injili ya leo ni uwepo wa njia mbili zilizo wazi mbele yetu, ambazo ni njia ya uongofu na heri na njia ya maafa na uchungu. Hii tunasoma katika aya 13 na 14, ambapo tunaambiwa, njia ni pana iendayo upotevuni na ni wengi waingiao kwa mlango huo, na mlango mwembamba ni njia iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Katika sehemu hii ya injili tunaambiwa kwamba kuna mlango mwembamba na mpana, na wanaoingia katika mlango mpana ni wale wanaoyatenda yale yasiyofaa machoni pa Mungu na watu. Na mambo hayo ni yale matendo ya mwili zaidi kuliko yale ya roho, ambapo tukizidisha yanatukosesha uzima wa milele. Tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya 19 hadi ya 21 inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi,
ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hii ina maana kuwa tukiendekeza mambo hayo ambayo si mazuri mbele za Mungu na watu, njia yetu ya kupita itakuwa ni mlango mpana ambao unatukosesha uzima wa milele. Lakini mtu akitaka njia impelekayo katika ufalme wa mbinguni, ni muhimu zaidi kuzingatia kutenda mema. Tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 12 hadi ya 14 inasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Hapa tunaalikwa kutambua kwamba sisi sote ni wateule wa Mungu na inatupasa kutenda yale ya kumpendeza Mungu na wenzetu. Kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotufundisha, tuwe na upendo kwa wenzetu kama yeye mwenyewe alivyotupenda. Hivyo kufikia uzima wa milele, ni wajibu wetu kujikita zaidi katika mambo ya kiroho kwa sala, tafakari, kutenda mema na kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu, ili kuweza kupita kwenye njia nyembamba ambayo inatuongoza kwenye uzima wa milele. Hivyo sisi kama wabatizwa, ni mwaliko wetu kufanya yale yanayofaa zaidi mbele ya Mungu. Tukisoma katika waraka wa Yakobo sura ya 1 aya 27 inasema, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hii inatukumbusha kujikita zaidi katika kutenda mema na kuepuka mabaya ya dunia hii ambayo yanatupelekea kutenda dhambi na kukosa uzima wa milele. Hivyo katika injili ya leo inatuasa zaidi kuwatendea wengine yale tunayotaka kutendewa, na yale tunayowatendea wengine yawe ni yale mema na yanayofaa, ili tuweze kupita mlango mwembamba ambao unatupeleka kwenye uzima wa milele. Basi tuombe neema ya Mungu ili tuweze kutenda yale yanayofaa mbele za Mungu na mbele za wenzetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Sigfridi Munishi wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.